Lakini pia niwapongeze sana wananchi wa jimbo la Ushetu kwa kuniamini, kwa kunirudisha tena mara ya pili, na mimi niendelee kuahidi wananchi wa Ushetu kwamba tuko pamoja na mimi sitawaangusha. Lakini pia nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Naibu Spika na Mheshimiwa Spika na mawaziri wote mliopata kibali cha Mheshimiwa Rais. Mimi niendelee kuwapongeza sana wote, endeleeni kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Naibu Spika, nikianza kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais kwa siku zake 100 hasa kwenye swala la mchezo, amefanya kazi kubwa sana. Kwenye ukurasa wake wa 36 alisema kwenye kile kitabu, ukurasa wa 36, amesema michezo ni uchumi, hatuwezi kupata matokeo makubwa bila kuwekeza. Mheshimiwa Rais amewekeza sana kwenye mchezo, na leo tumeshuhudia sisi wa Tanzania, timu yetu ya taifa imeingia kwenye 16 bora ya kombe la AFCON. Lakini pia na isingelikuwa bahati mbaya, inawezekana Taifa Stars ingeleta kombe hapa nchini. Vijana walijipanga vizuri, vijana walipewa motisha vizuri, na kupitia goli la mama timu zetu za Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida leo ziko kwenye 16 bora. Mheshimiwa Rais ameandika historia kubwa kwenye mchezo hapa nchini. Tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, tuendelee sana kumsaidia na kumwombea afya njema. Mheshimiwa, kwenye upande wa mikopo ya kina mama, kwenye upande wa jimbo la Ushetu, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa siku 100 za Mheshimiwa Rais wetu tayari bilioni 1 na milioni 720 zimetolewa kwa wananchi wa Ushetu, zikiwepo wanawake milioni 836, vijana milioni 835 na wenye ulemavu milioni 55. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini pia Mheshimiwa Rais wetu, kwenye barabara tulikuwa na changamoto kubwa ya madaraja. Toka uhuru yalikuwa yapitiki. Mheshimiwa Rais bilioni 18 na milioni 600 zimeletwa kujenga madaraja ya kisasa. Daraja la Mwabomba lilishindikana toka uhuru, bilioni 2 na milioni 900 tayari limekamilika. Lakini pia daraja la Ubagwe ambalo wananchi wameteseka kwa muda mrefu, bilioni 4 na milioni 100 nalo limeshakamilika. Daraja la Kasenga pale Uloa kwenda kwa jirani yangu pale Tabora, bilioni 5 na milioni 100. Mheshimiwa Naibu Spika, daraja la urefu wa mita 80 ni karibu uwanja wa mpira, nalo limekamilika. Lakini tuna daraja la Sunga, ndugu yangu wa Nhwande pale ni mashahidi tayari pale, bilioni 4 na milioni 200 zimewekwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, nalo daraja limekamilika. Mheshimiwa Rais hajatusahau kwenye hospitali. Hospitali ya halmashauri ya Ushetu bilioni 3 na milioni 500 nayo imekamilika, na nimpongeze sana Mheshimiwa Rais ameniletea watumishi, na juzi kwenye siku 100 tayari ajira 131 zimemwagwa kwa wananchi wa Ushetu, wakiwemo watumishi wa afya 64 na elimu sekondari 56 tayari wameripoti kazini. Lakini nidhamu ya watumishi kwenye upande wa Ushetu ni kubwa sana, wanahudumia vizuri wananchi wetu. Ni pongezi kubwa kwa Mheshimiwa Rais. Leo Mheshimiwa Rais anakuja na bima ya afya kwa wote. Niwaombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe, ulisema kwenye hotuba yako na tunanukuu kwamba unakuja na fyekeo kwa wazembe. Niombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, wasiwepo watu wa kwenda kushindwa kuhudumia wananchi waliolipa bima yao kwa sababu ya uzembe wao na huruka zao. Niombe Mheshimiwa mawaziri haya yafanyie kazi kuhakikisha Mheshimiwa Rais tunamsaidia. Lakini pia Mheshimiwa, kwenye swala la kilimo, mwenzangu hapa Wasikonge amesema wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, mbolea ya kani ambayo inatumiwa na wakulima wengi hapa nchini ilikuwa imefika 120,000. Leo wananchi wanachukua kwa shilingi 63,000 mbolea kwa bei ya ruzuku. NPK ilikuwa imefika 160,000. Leo wananchi kote, na nyinyi wabunge ni mashahidi, wanachukua kwa shilingi 73,000. Mbolea ya urea ambayo pia ni maeneo mengi tunaitumia ilifika 160,000. Leo wanachukua shilingi 73,000. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Ni mama amefanya kazi ya uhakika. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye kilimo cha pamba matrekta zaidi ya 800 yamemwagwa
Wakulima wa pamba walikuwa wanalimiwa shilingi 160,000 kwa heka moja. Leo wanalimiwa shilingi 30,000 kote wakulima wa pamba kwa heka moja. Na vijana wa BBT wamemwagwa kule kuwafundisha watoke kwenye uzalishaji wa kilo 300-500 kwa heka moja, tunaenda kuzalisha kilo 1,000 kwa heka moja kwenye eneo la pamba. Wanunuzi tayari wameshapeleka wataalamu, vijana wa BBT wamemwagwa kule. Kwa hiyo niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini bado kwenye upande wa tumbaku kama alivyosema ndugu yangu, hali ya uzalishaji ilishuka. Tulikuwa na kilo 240,000 zikashuka mwaka 2015-18 mpaka 2020 zikabaki kilo 68,000, lakini leo zimepanda mpaka kilo milioni 240 na bei imetoka wastani wa dola 1.75 na sasa ni dola 2.02, na madaraja yetu ambayo wakulima wengi wanayapata, L10F ni dola 3, L1 ni dola 3, L20F dola 3, C1O dola 3, madaraja ya dola 3 yameongezeka, ni wastani wa 8,000 kwa kilo. Ni historia kubwa ameiandika Mheshimiwa Rais kwenye nchi yetu. Lazima tumuombee Mheshimiwa Rais wetu. Amefanya kazi kubwa sana kwenye swala la ushirika. Tumbaku ilifika mahala wakulima wakapangiwa uzalishaji. Mwenye uwezo wa kulima heka 5 anaambiwa lime heka 2. Mwenye uwezo wa kuzalisha kilo 10,000 azalishe kilo 5,000. Mheshimiwa Rais aliikataa na leo wakulima wanalima kulingana na uwezo wao. Mheshimiwa Rais ametenda makubwa sana. Kwenye vyama vya ushirika, Mheshimiwa Rais tayari vyama ameanzisha mfumo wa MOVU ambao unasajili wakulima, unasajili vyama vyote. Leo mpaka mkulima wa Sikonge, mkulima wa Kigoma, mkulima wa Songea kwenye upande wa ushirika utamjua yuko wapi na ana shamba gani na yuko maeneo gani, na vifaa vya kupima udongo tayari vimepelekwa. Vyama zaidi ya 6,300 vimesajiliwa. Wakulima 3,279,000 wote wamesajiliwa kwenye mfumo. Tayari wako kwenye mfumo wa MOKU. Lakini pia mizani ya digitali ambao mkulima huwezi kumuibia sasa hivi kwenye maeneo ya ushirika. Zaidi ya mizani 4,400 imenunuliwa na vyama vya ushirika.